Mateso yanaendelea kwa Kufi. Tunaendelea na episodi yetu safi ya Kufi. Basi tunamwona mtekaji anamwaga Kufi ili aende kazini, lakini katika mlango anaweka kufuli, ambapo mtoto kama huyo asipokuwa na funguo, basi kutoka kwake ni ndoto, basi hawezi kutoroka wala kutoka nje. Turudi kwa Skandari Singh. Tunamwona yuko na shahidi aliyemwona wakati Kufi ametekwa. Basi anatoa maelezo, kisha wanafuata utaratibu, maana polisi wamempa masaa 24. Bila hivyo labda awe amepigiwa simu na mhalifu au mtekaji, ingekuwa rahisi kwao kupata au kumtraki na kumshika. Basi tunaendelea. Baada ya Skandari Singh kutoka polisi akulizishwa na maneno ya kipolisi, basi akaamua kuchukua sheria mkononi na kuanza upelelezi wake kwa kuvunja sheria. Na Kufi tukumbuke bado anafanya jitihada za kutoka. Na tukumbuke wakati mtekaji amemchukua mtoto, kuna mtu alimuona, alimwambia Skandari Singh. Mtekaji alikuwa amebeba begi limeandikwa kanisa la Mumbai. Basi wakati anaangaza mule kanisani akakutana na mtekaji, maana hapo awali alikuwa na bashiri watu ambao wapo kwenye eneo hilo, lakini alivyomuona huyo mtekaji akahisi kabisa na kuanza kumwamshia popo. Basi wakati wa kumwanzishia popo ikashindikana, kwa sababu alivyokuwa namfuata, kumbuka aliambiwa kwamba mtekaji alikuwa na gari nyekundu, lakini alikuwa na gari nyeupe, lakini yeye kamuona anaelekea kwenye gari nyekundu. Basi akaamua kupuuzia. Wakati anapuuzia, lile gari jekundu likapita, akachungulia akaona mtu tofauti na yule ambaye aliyemuona. Basi hapo ndio kadesign kwamba aangalie mbele. Baada ya kuangalia mbele, akamuona mtekaji ameingia kwenye gari ile nyeupe. Basi hapo kaamua kuanza kumkimbiza. Basi katika hali ya kumkimbiza akaingia kwenye gari akamtoa. Baada ya kumtoa na kuanza kumuuliza, Kufi yuko wapi? Naomba uniambie Kufi yuko wapi? Basi hatimaye akamchukua huyo mtekaji na kisha kumpeleka polisi. Basi Skandari Singh akamkamata na kumpeleka polisi kituoni, akawa anagomba, nyie mmeniambia baada ya masaa 24 nije au mnipe taarifa. Mimi nimefanya kwa lisaa tu moja na mhalifu nimemkamata. Hebu kuweni serious. Wakati wanaendelea kumhoji huyo mhalifu, huku Kufi anafanya jitihada za kusepa. Wakati anafanya jitihada za kusepa, kipande kidogo kikamtoboa. Hatukujua kwamba ni kipande cha chupa au kioo au nondo, maana ile nyumba ndugu yangu, dirisha lake limejaa vioo, nondo na mbao za kutosha. Yaani tuseme ni go down livyo kaakaa mule, na ukiingia mule uweze ukatoka kiurahisi. Basi Kufi akakaa zake na kuanza kulia. Skandari Singh akamwomba polisi waende kukagua katika eneo la mhalifu, labda huenda watapata chochote. Basi mtekaji akaeleza mtaa mwingine. Basi wakati wanazungusha wakaamua kumsachi, wakampekua, wakakuta ana vitambulisho vikiwa na address anapoishi, lakini alikuwa anawapeleka Chaka. Basi Kufi akaanza kufanya utafiti wake. Baada ya kuumia, akasema kwamba itabidi niende kwenye kile chumba cha Suzani, kwa sababu Suzani chumba chake kiliachiwa mwanga kidogo na wala hamna nondo za kutisha wala mbao, kuna mbao tu pasipo nondo. Suzani tukumbuke kwamba huyo ni mke wa huyo mtekaji. Tunamjua huyo mtekaji ambaye amemteka Kufi, basi ndo mtu wake huyo. Basi yeye huyo inasemekana kwamba mtoto wake alikufa, ndo maana akawa half mind, yani akawa ana akili timilifu. Basi polisi wakamchukua huyo mtekaji na kwenda naye katika jumba lake. Baada ya kufika kwenye jumba lake, akawa anagoma kufungua. Wakati huo Kufi kashafungua kule nyuma, katokea kwa upande mwingine. Wakati anafanya jitihada za kufungua, wakafungua kweli, wakaingia ndani, wakaanza kupekua, hawakukuta chochote. Lakini baadaye
huyu nani Skandar Singh akasema hakuna kabisa, maana harufu ya kitandani hapa ni ya Kufi kabisa, mimi naijua. Lakini polisi wenyewe akasema naona tumekosa turudi zetu. Lakini Skandar Singh hakukubali kabisa, basi wakaendelea station hapo tujajua. Lakini kwa upande mwingine Stevish ambaye ni Baba Maila original ambaye yeye anapambania ampate huyu Lovely, lakini naye ana mchumba ambaye anahitaji kabisa yani ambaye Baba Maila sasa wakati huo alikuwa na mchumba mwingine. Yule mchumba anasema kwamba nahitaji twende tukavalishane pete mbele ya Lovely, na wakati huo Baba Maila hawezi kufanya hivyo kwa sababu anataka kurejea kwa mtalaka wake au ex wake wa zamani. Je, unahisi nini kitachotokea katika filamu yako hii Sam ya Kufi? Basi ni kusii wewe uendelee kufuatilia filamu yetu tamu, kwa sababu ndo kama mwanzo tunaanza. Tukumbuke nyuma huku Kufi bado wana upinzani mkubwa sana, kama nilivyokueleza hapo mwanzo. Kufi ni msichana ambaye wengi bado hawajamjua, lakini anapitia mateso makubwa sana kuhusiana na utekaji. Pia huyu vipi siku Skandar Singh akijua kwamba Kufi ni mtoto wake? Mimi nahisi kuna jambo ambalo kubwa linaweza likatokea. Pia hata Lovely anaweza akapoteza mapenzi yake, maana kaka yake na Kufi yeye anajua, kaka yake na Skandar Singh anajua kwamba mtoto ni wa huyo, lakini ameogopa kusema kwa sababu ya mama yake amesema kwamba endapo kimwambia utavunja mapenzi ya Lovely. Kwa hiyo wanafanya hivyo kwa kulinda ndoa. Lakini wakati huo mimi najua duniani hamnaga siri, lazima kitu kije kumoka waje kueleza zaidi. Na Kufi tayari ameshachomoka kwenye ile mjengo, sasa anatafuta njia ya kurudi, na jengo lile ni kubwa kweli kweli. Sijui atafanikisha kukutana, maana huyu aliingia mlango, huyu dogo akatokea nyuma huko. Sijui kama atafanikisha, lakini mimi nahisi kwamba hata yule mama Susan atakuja kukamata, maana huyu jamaa jinsi alivyonyemela mpaka polisi wenyewe wamemkubali. Huyu jamaa ni nyemela kweli kweli. Basi hii yote ilitokana na filamu yetu safi ya Kufi. Basi ni kila Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi ni marudio na Jumapili. Basi usisahau kusubscribe, kucomment, kulike ili kupata mwendelezo zaidi, kwa sababu unapokuwa unapata mwendelezo basi unatupa nguvu na sisi ya kufanya vema zaidi na kuboresha kipindi chetu. Na ni jambo rahisi sana, kama wewe unataka kuwa mwanafamilia yetu, kwa kubonyeza button nyekundu hapo chini iliyoandikwa neno subscribe, unasubiri notification, una ring the bell, hapo utakuwa umejiunganisha nasi na umekuwa wa kwanza kupata update zetu. Unakosaje sasa kujua? Nakwambia wajanja wote wa mjini wanaangalia Kufi siku hizi. Ukienda Facebook, ukienda Instagram, wote wanaangalia. Na pia Azam 2 series ndio wanatuwezesha hii kwa kutupatia, lakini sisi tunakuwa kupata wa kwanza zaidi kwa sababu ya kuangalia. Tofauti na wenzetu tunawaletea kwa upande wa sauti. Kuna wengine wanarusha movie tu, lakini movie hizo zinakuwa zimepita, lakini sisi tunakuwa tunazipata kabla ya watu wengine. So be careful, listen what I'm talking about, so as to get new updates. So nikwambie tu uwe na siku njema. Ukumbuke kusubscribe, kuwa mwanafamilia yetu. Ni jambo hilo ambalo muhimu sana kuliko yote, ili uweze kupata vitu mbalimbali, comedy na vitu vingine kadha wa kadha. Basi fuatilia vipindi, kuna vipindi humo vingi vikihusiana sasa hivi sakata zima la kina Wasafi na Next Level Music na Konde Gang. Basi kuna jambo limetokea kuhusu Paula amevujisha video ya utupu ya huyu Konde Boy. Basi Konde Boy akaamua tengeze nyimbo, akasema kwamba unajua kuna mambo mengine utakuwa yafanye ukiwa kama mzazi, mchunge mwanao. Inaonekana hao watu walikuwa na mahusiano, lakini pia kwa upande mwingine turudi Rayvanny baada ya kusikia hivyo ametunga nyimbo huyu, na yeye akatengeneza nyimbo yake akashusha. Baada ya kushusha huyo Ibra naye akaingilia. Tunamuona pia na huyu dogo ambaye nashamsahau, Hamisi wa BSS, naye akapromosha.
Kwa hiyo imekuwa ni battle kubwa sana, so subscribe now ili uweze kupata mwendelezo zaidi. Ila si tunazungumzia kama ni Kufi, hivi ni visabu ambazo zinapatikana huko, story mbalimbali, udaku wa bongo.